saizi ni mkamate. Unaweza kusikia bwana ukiwa kocha unaweza kukamatwa tu ukapewa kazi. Maana kuna makocha wana kazi na bado wanahusishwa kwamba bwana wanatakiwa maeneo fulani. Sawa bwana. Bwana, kwa upande wa unyamani inaonekana kwa asilimia kadhaa tayari jambo la kocha limekwisha kamilika, bado kutangaza na wanaotajwa ni wengi. Mpaka jana majina ambayo yalikuwa maarufu kwenye korido za Msimbazi ilikuwa ni jina la Benny McCarthy pamoja na jina la Dimitri Pantev. La ukiachana na zile story za Nasruddin Nabi na makocha wengine sijui Miguel Angel Gamondi, lakini majina maarufu yalikuwa ni haya mawili. Ila baada ya taarifa nilikuwa nilipata jana usiku ni kwamba uhakika mkubwa zaidi ni Simba wataenda kumtambulisha kocha Dimitri Pantev, ambaye huyu yeye anatoka kwenye klabu ya Gaborone United ambao walikuwa ni wapinzani wa Simba katika hatua ya kwanza ya mtoano wa mechi za klabu bingwa. Na Dimitri Pantev yeye ni raia wa Bulgaria ambaye soka lake la Afrika lina lifespan ya kama miaka 2 hivi. Mwaka alijiunga na timu ya kwanza Afrika ilikuwa nchini Cameroon mwaka 2023 ambako alifanikiwa kutoa ubingwa wa ligi kuu pamoja na ubingwa wa shirikisho, na baada ya hapo akaenda kujiunga na klabu ya Gaborone United msimu mmoja baadaye, ambako msimu uliopita akiwa na klabu ya Gaborone United alifanikiwa pia kushinda taji, na msimu huu ulikuwa ni msimu wake wa pili na klabu ya Gaborone United. Lakini kwa taarifa zenye usahihi ama taarifa ambazo zina ushahidi mkubwa ni kwamba Dimitri Pantev atakuwa kocha mkuu wa Simba kuanzia Jumatatu, ambapo Simba watakuwa wanarejea kambini baada ya mapumziko ya muda mfupi ambayo timu ilipewa. Kwa hiyo kwa wana Simba wategemee kitu gani kutoka kwake, kwa sababu kuna muda CV huwa inauza. Mfano kama wakati tunamzungumza Young Africans wakati anakuja Roman Falls, yuko akitajwa kwamba ni kocha mwenye misimamo, kocha aliyenyooka, kocha kijana pia. Klabu imeita moja kati ya makocha vijana kabisa, kwa hiyo watu wategemee kuona direct football. Alisha kupita kwenye kurugenzi kadhaa za FIFA, Mamelodi Sundowns, kafundisha timu nyingi ya Afrika, kawepo kwenye, ingawa ndo CV yake ndo ile ukimpigia miaka ya coaching na timu hizo ilikuwa kama mwaka mmoja hivi, lakini ndo kashapita, kashaona mengi. Kwa upande wa Dimitri Pantev, kama tunavyozungumza kwamba yeye ndo front runner kwenye hichi kinyang'anyiro, wana Simba kocha huyu akitangazwa kwamba ndio kocha wao, wategemee kuwa na maisha ya aina gani kiwanjani, kwa maana ya kutegemea mafanikio pamoja na aina ya football. Saizi wanasema Lunyasi haipo. Tangu Fadlu Lunyasi ilipotea. Kitu cha kwanza kabisa ni tutarudi kwenye idea ya Dimitri Pantev na tunalinganisha na idea ya Simba. Idea nimetumia neno jepesi lakini inamaanisha falsafa. Falsafa ya Simba imepewa jina la Lunyasi. Maana ya Lunyasi ni mpira unakaa chini, mpira unatembea kwenye nyasi. Lakini falsafa sasa ya Dimitri Pantev, Dimitri by the way ukianza kuitafuta career yake, Dimitri ameanza kucheza mpira kwenye ule mchezo unaitwa futsal, ambao amecheza futsal, amefundisha pia futsal na alikuwa ni mshindi mtakatifu katika mchezo huo wa futsal, akiwa mchezaji lakini pia akiwa kocha. Futsal ni mchezo ambao unahusisha zaidi matumizi makubwa ya akili, uharaka, lakini ni mchezo ambao tunategemea zaidi kocha zaidi, yani ufundi mwingi sana. Ufundi hauwezi ukaonekana kwa mchezaji mpira ukiwa juu, mpira lazima uwe chini. Ndio maana ukiangalia hata namna ambavyo aliintroduce falsafa yake Gaborone United, Gaborone amecheza dhidi ya Simba, lakini wote tunakuwa nafahamu Gaborone anaingia kwenye game kama second team, lakini amekubali kwa second team, ila akamwambia Simba tucheze mpira. Yani kama wewe unataka kucheza na mimi nataka nicheze, lakini mwisho wa siku tuliona namna ambavyo walikuwa na display ambayo inavutia. Kwa hiyo kitu pekee ambacho naweza kugarantiwa na Simba, cha kwanza ambacho Simba anatakiwa sasa hivi, wana Simba anatakiwa kusema sasa kinarudi, ni mpira wa Lunyasi. Wanakutana na kocha ambaye hato introduce mpira wa kucheza juu, ama hato introduce mipira mingine tofauti na mpira wa ambao uko kwenye idea ya Simba, idea ya Lunyasi. Kwa hiyo hicho ni kitu cha kwanza ambacho mwana Simba anaweza akajigarantii. Tukitoka hapo, ni kocha ambaye ameprove kwenye asilimia kadhaa kwamba ukimpa kitu anaweza akakigeuza kikawa dhahabu. Yes, amepita Cameroon, amepita Botswana, good enough. Kote alikopita miaka 2 soka barani Afrika tayari ana mataji 3. Hii inakuonyesha kwamba kuna essence ya ushindi ipo ndani yake. Tayari anakuja akiwa na hiyo attitude ya ushindi. Meaning atakapokuja kujiunga na kikosi cha Simba Sports Club, tayari wanapata kocha ambaye ameshawahi kuexperience maisha ya ushindi. Ameshawahi kuexperience ushindani wa kwenda kuutafuta ushindi. Meaning atakuja, yawezekana hii pressure iliyopo Simba isiwe sawa na huko alikotoka, lakini at least
least anaweza kawa custom na mazingira ya kushindana. Kingine ni namna ambavyo ametoka kwenye ligi zenye mfanano wa zaidi ya 90% na ligi ya Tanzania. Siongelea experience, lakini naongelea zaidi kimazingira. Unatoka Cameroon, unaenda Botswana. Tunaamini kwa 1% kubwa sana ni ligi ambazo zina viwanja vibovu, ni ligi ambazo zinaendeshwa katika misingi ya semi professionalism, ni ligi ambazo tunakutana na changamoto kadhaa ambazo kocha unaweza ukakutana nazo. Changamoto za uongozi wa klabu kutokuwa stable, changamoto za nidhamu kwa baadhi ya wachezaji, changamoto za viongozi kukuingilia kimajukumu. Kwa hiyo tayari Dimitri anakuja akiwa na hizo experience kutoka kwenye hizo timu ambazo ametoka. Ligi ya Cameroon inawezekana usikutane na uwanja kila siku mzuri. Inawezekana uwanja mzuri kwa mmoja kwa msimu miwili. Botswana the same thing. Kwa hiyo kwangu mimi Simba amepata kocha ambaye kwanza anaendana nao kifalsafa, lakini ni kocha ambaye anakuja kuofa wa uwepesi kwenye mazingira, kwamba anakuja kwenye ligi ambayo ina mfanano na hizo ligi alizotoka, meaning kidogo hatakuwa na ile changamoto ambayo tumeisikia juzi kwa bwana Roman kusema kwamba huu ndio uwanja mbovu ambao amewahi kukutana nao kwenye maisha yake. Hapo bado hajaenda Lake Tanganyika. Yes, bado hajagusa maeneo mengine. Kwa hata kwa Dimitri, kwa sababu ameshawahi kupita huko, sitegemei kusikia kauli kwamba napitia viwanja vibovu, sijui na hizo changamoto nyingine ndogo ndogo, lakini so far kwenye essence ya namna gani atakitransform kikosi kwa kikosi cha ushindani, hiyo ni lazima nisubiri nione. Nsajigwa, kumekuwa kuna ingia toka ya makocha hasa kwa Simba kipindi hiki. Kuna nyakati ambazo tumeona kuna makocha ambao wamekuwa wanatoka kwa sababu either wanakuwa hawajaridhishwa na mazingira. Tuliona kwa makocha takriban kama wawili kwenye hii miaka 4. Sababu kuna Zoran Maki, kuna Abdelak Benchika, naye pia mazingira aliona kwamba hapa mimi siwezi, pagumu kutokana na namna ambavyo sajili zilikuwepo. Fadru alimaliza msimu uliopita, kuna kitu kama atatengeneza, lakini bado inaonekana kuna kazi ya ziada ambayo inafanyika. Kwa sasa kimahitaji kocha ambaye anakuja Simba ili kuwa solution, labda wanahitaji kupata anapaswa kuja kufanya nini, na Dimitri atakuwa mtu sahihi, kwa maana kwamba kwenye mpango wa muda mrefu, kwa sababu kumekuwa kuna hii kuhangaika kuitengeneza timu, alafu makocha nao pia hawakai. Kwa hiyo hata kama project unajikuta unataka kuitengeneza, lakini unakutana na wataalamu tofauti. Huyu kaingia katoka, kaingia huyu, bado kuna usajili na kunaonekana akuja seto. Kimazingira kwa sasa nini kinapaswa kufanyika hata kama kocha mpya anakuja ili waweze kuseto? Kwanza Simba imefundishwa na makocha wengi hivi karibuni. Kwa hii miaka 4 ambao wamekosa ubingwa wa ligi, wengi sana. Karibu kila msimu kuna kocha mpya. Ukiacha tu msimu uliopita, alipiga Fadru mwanzo mwisho. Maliza watini kurudi huko nyuma walikuwa na gani, kuta nusu msimu kafundisha huo msimu naisha na meza mwingine. Mgunda njoo. Ni twende hiyo. Na hao makocha waliokuja ni makocha tofauti. Kuna wengine walikuwa na CV ndogo tu, watu wanakuja kama Robertinho. Simba ndio timu kubwa sana kwa Afrika. Walikuja na CV kubwa Mabanchika, na wengine hapo kuja Pablo, ambaye Pablo anakuja Afrika kwa timu yake ya kwanza Simba kuja kufundisha. Hivi Benchika aliingia January? Aliingia ilikuwa December. Ya kwenye kipindi cha December. November to December. Ligi kama ligi kwa imesimama, tukao tunaenda kwenye international. Na tukao tunaenda hatua makundi. Alicheza michezo kadhaa ya makundi na ligi, baada ya ikasimama kwa ajili ya AFCON. Akaja kadia tena. Kwa hiyo wamepita makocha wengi sana, wakubwa kwa wadogo. Ambacho nilikuwa nakiona sasa hivi wanakihitaji ni kocha yoyote yule ambaye yupo tayari kwa ajili ya kufanya kazi Simba. Kocha yote kwa maana ipi, si kwamba labda yoyote ambaye ana uwezo mdogo au uwezo mkubwa. Kocha yote ambaye mazingira ya klabu anaweza kufanya. Mazingira ya klabu kuna mazingira aina nyingi. Ya hapo mazingira ya asilia, kwa maana timu iliyopo, mashindano ambayo inashiriki, sehemu ambayo wanacheza, mgusisho wa viwanja hapo na vitu vingine kama hivyo. Lakini mazingira mengine ni rasilimali watu ambao wanakutana nazo kwenye timu. Hapo sasa issue ya wachezaji. Zoran Maki alikaa michezo miwili tu ya ligi. Zoran Maki michezo miwili na kama michezo mitatu tunaweza kusema, pamoja ngao ya jamii na michezo miwili ya ligi. Na akasema kwamba kwa kundi la wachezaji nusu finali yeye kwake hawezi kufika. Hawezi kumit target. Akaondoka kaenda Limited ya Misri. Benchika naye baada ya kutolewa na Ahly pia naye aweza kuondoka. Ni kabla hajaondoka kulikuwa na malalamiko kwamba timu inakosa sana magoli. Yeye alikuwa analisa na safu ya ushambuliaji. Mechi ya Singida ile. Hata mechi ya Ahly pia ya hapa nyumbani. Moja kati ya mechi ambazo aligusia ni Simba kipindi mshambuliaji alikuwa Bareke. Nakumbuka baada ya michuano ya Mapinduzi sema mshambuliaji wangu anakosa magoli afa anacheka. Kwa hiyo lilia sana safu ya ushambuliaji, baada ya kutolewa tu kwenye robo finali akaamua kuondoka. Wakati tunazungumza hayo mazingira, kwa sababu tumetaja kuna case kama naziona za makocha wawili. Ukichukua ya Robertinho na Fadru, kuna vitu waliaminisha
kwamba wanavyo wanatengeneza, afu baadaye hata walivyoondoka unakuta hakuna kitu ambacho kilifanyika cha muendelezo. Kwa sababu Robertinho baada ya kuingia ile Disemba akaenda na timu tukatembea na Pila Objective kama mnakumbukumbu nzuri. Mpaka msimu Pila Objective mpaka msimu unaisha tukasema kwa sababu hii chuma ilishakosewa tangu mwanzo. Kwa hiyo twende kimkakati. Sawa? Ile ngoma ikaenda msimu uliofuata. Pre-season nakumbuka mambo yalikuwa mengi sana. Kocha stika kaenda kwao kusoma sijui nini mambo yale karudi. Mechi kadhaa Robertinho anachambua anakuambia wachezaji hamna. Na alimtaja alisema ngoma. Kuna mchezaji mmoja alitaja wachezaji wa Simba ambao muhimu, alimtaja Chama, alimtaja Fabrice Ngoma, alicheza kama watatu hivi. Yes, akasema hao ndio wachezaji wenye afadhali. Hawa wengine wote jambo si jambo. I think na kipindi Inonga alikuwa. Na Inonga. Yes, Inonga alikuwa. Kwa hiyo baada ya pre-season usajili, msimu unaenda kuanza, akataja wachezaji ambao ni wa uhakika, akaja Fadlu Davis. Naye akachukua Chama, akatembea nalo, baadaye akasema oya humu ndani kwa kweli ni kugumu, humu hamna watu. Na mimi mbaya zaidi nimefanya usajili wa watu watatu tu. Kwa hiyo tukutane mwakani. Mwakani wenyewe ndio hii hapa. Ndio huo ambao naye kachukua Goma pre-season imerudi mechi moja akachimba. Mechi mbili kachimba, ukipinduka hivi nako nakuta hakuna kitu. Sasa licha haya makocha wote kuwa wanakuja kwa sababu hapo katikati ndio tunazungumza kina Zorani Maki, kina Benchika ambao nao pia walishindwa kutengeneza kitu kwa sababu ya mazingira ya wachezaji. Kuna vitu vingi unajua hapo. Kuna haja ya Simba before makocha wao kama uongozi watafute hata mkurugenzi wa ufundi ambaye anaweza kawatengenezea kitu. Kama sio mkurugenzi wa ufundi, waangalie wenyewe namna kwamba tutengeneze kile ambacho tunakiamini hata kocha akija, kwa sababu nimetoa mifano hai ya watu ambao walipata muda wa msimu karibia mzima wakapewa nafasi ya kutengeneza timu, hakuna kitu ambacho walikifanya. Kwa sababu kuna Zorani Maki, kuna Benchika, kesi zao kidogo za tofauti, lakini kuna wao wawili wanaiacha timu. Kwa sababu kama sasa tujui kocha anakuja atazungumza nini kuhusu hawa ambao wamesajiliwa tunaambiwa kwa asilimia kubwa na nani? Na Fadlu. Ujue hapo kwenye issue ya wachezaji na hizo kauli za makocha, kwa mimi kuna vitu viwili. Kuna kauli nyingine zilikuwa zinawarisia ndani yake, nyingine ilikuwa ni sababu tu ya kuweza kujitetea. Kwa mfano kama kesi ya Robertinho ilikuwa ni sababu ya kujitetea. Robertinho uwezo wake wa kufundisha au timu zake anavyofundisha ndio anacheza vile. Kwa sababu hata kipindi kile yupo Simba walikuwa wanalalamika mashabiki kwamba timu yao haichezi vizuri. Ndio Pila Objective. Lakini ripoti kutoka Uganda ambako walitoka Vipers. Taarifa kwa nasema bwana ndio ipo hivi ndio namna yake ya kucheza ndio hivi ilivyo. Kwa huyo sasa akija na excuse ya wachezaji, akati alikotoka alikuwa na wachezaji ambao uwezo pia ni mdogo ukilinganisha na ambao wapo, na bado aliweza kushinda tena akicheza vile vile. Manaki huyu hoja ya wachezaji mimi siwezi kuikubali kwamba alikuwa hatoshi kwake kuweza kufikia baadhi ya target. Ila ile ndio falsafa yake au ndio uwezo wake uko pale. Ukija kwa issue ya Zorani Maki pia naye pia anaingia kwenye ile kundi. Kana aligusa kila kocha sinajipima. Ni kweli. Anaangalia kwamba bwana mimi kwa hawa wachezaji sawa. Hapa na bora Zorani Maki alikuwa mkweli. Kwamba bwana kwa hawa mimi Stoboy. Kwa sababu Robertinho alipewa nafasi kama Fadlu tu kwamba bwana baada ya hapo ni kweli lakini yeye Zorani Maki baada ya kuondoka ile timu ifika mpaka robo finali. Na huo ndo msimu ambao katika misimu minne ambao Simba akapoteza kombe. Alipoteza kombe huko akizidia Yanga kwa alama tu, lakini takwimu zote Simba ndiye alikuwa ameongoza. Kufunga magoli machache, michezo mingi, kupoteza michezo michache, alikuwa ni Simba. Anatoa robo finali na Wydad kwa mikojo ya penalty. Kwa kama wale tuaminisha kwamba hii timu haiwezi hata kufika hatua makundi, huko ni uongo. Yaani huo ndio yeye uwezo wake ni mdogo, alikimbia kazi. Ukija kwenye issue ya Fadlu, ni bado ni wale tu. Kwa sababu kama alisema amesajili wachezaji watatu, tunakubali kweli. Msimu uliopita yeye ameingia alikuta timu ishasajiliwa. Ambao wachezaji kipindi yeye yupo ni hao watatu. Akina Kamara, Ateba na Mpanzo. Msimu huu ulipokuwa unaanza kwenye dirisha, yeye ndo alipewa zigo, kila kitu anafanya yeye. Wachezaji aliowaleta wengi ni yeye, hawakina Niomema, sio kina Rashid, wakina Tony Mligo, ni yeye. Hakuna mchezaji ambaye aliweza kusajiliwa Simba bila yeye kutoa izini. Ikifika katikati akidai issue ya quality, mimi siwezi kumuelewa. Ile ambacho nitamuelewa ni kwamba labda alipata ofa kubwa kutoka Casablanca. Hiyo naielewa. Kwa wakati anakuja huyu Pantev ameshaiona Simba. Kwa sababu msajili tunamtaja Fadlu, yeye hajasema kwamba kaondoka timu mbaya. Lakini anaondoka
timu inaonekana haipo kwenye shape nzuri. Yani ndio maana yani ameondoka kwenye kipindi ambacho hajaacha kitu ambacho mtu anaweza kaja hapa naanzia hapa kwa sababu kumekuwa kuna pongezi na credit ambazo wamekuwa wanapewa uongozi wa Young Africans kwamba Yanga licha ya kubadilisha makocha msimu mmoja makocha sijui watatu lakini inaonekana inatembea. Kuna msingi ambao unatajwa, Yanga wamekuwa wanafanya usajili mzuri. Yani kuna uongozi wa Yanga na hata baadhi ya mashabiki na wanachama wanachojivunia na hawana wasiwasi kwamba hata sijui Mayele akiondoka, Azizikia akiondoka, wanakuambia sisi tutaenda kuleta mtu mwingine mwenye uwezo kama huo. Kwa hiyo kuna eneo ambalo wao wanatoa credit kwa viongozi wao, hata kama ikitokea kocha akafanya vizuri kiasi gani akiondoka, wanakuambia sisi tunauamini uongozi. Kwa nini? Kwa sababu uongozi umekuwa na uwezo wa kutengeneza timu nzuri. Ndio hicho ambacho pia ngoja ukitazama mfano kama Fadlu, what if alichokifanya ni kibaya, kwa maana kwamba kwa sababu kuna issue moja, inawezekana Kasuga, Wakanda, Nsajigwa sio wabaya, lakini miongoni mwetu hatuwezi kutengeneza good team. Unajua kuna hicho kitu kwenye mpira yani wachezaji wazuri hawakugarantii kuwa na timu nzuri. Haina tofauti na Galacticos ya Madrid zile mbili zilizopita, yani pamoja na Galacticos una wachezaji wazuri lakini wanashindwa kutoa timu nzuri, kwa maana kwamba chemistry inawezekana vitu vinagoma, unajua zile. Kwa hiyo inawezekana tuseme kwamba Simba wamesajili wachezaji wabaya lakini inawezekana kwenye hili kundi ukashinda kutengeneza kitu nzuri. Mfano wa Luis Enrique na PSG, generation ya nyuma ilikuwa ina watu full of experience, full of quality, lakini washindwa kutoa good team. Lakini hii saizi wakina Varescalia baada ya performance ya Napoli, kina Fabian Ruiz wameingia pale kwenye timu, kina Desire Due, kina Dembele kutoka Barcelona wamekuja, watu ambao watu hawakuamini, jamaa wametoka nje wametengeneza good team duniani. Kwa hiyo nasema inawezekana Simba hajafanya usajili mbaya, lakini inawezekana kwenye hili kundi hata sasa hizi tunachokana kwa Matola, tumemsikia pia kocha Ahmed Morocco, inawezekana bado kuna kazi zaidi wanataka kuifanya. Ndio nikasema kuna nafasi sasa uongozi wa Simba ukaamua kudeal wenyewe kwamba hata kama kwa msimu tunabadilisha makocha watatu, lakini tutengeneze kama kile ambacho majirani zao wamekifanya, kama ni good scouting au kuna wataalamu ambao wanaangalia ambapo mnatengeneza project yenu kupishanisha. Kuna hiyo haja nadhani ili kutokana na hizi changamoto za makocha. Tunapozungumza hiko I think mfano mzuri wa scouting Tanzania hapa mi huwa hata sihitaji Wakanda tunarejea, ngoja tulipe bill kwanza, tulipe bill tutakuja kuendelea kupiga story zaidi. Bwana, ni issue ya makocha wakati tunapokuja kuzungumza hapo kwamba makocha kama Miguel Gamondi pamoja na Nasreddine Mohamed Nabi, watu bado wanaonekana wanashauku nao licha ya kwamba wana maeneo yao, ingawa Nabi saizi yupo free, lakini bado watu wanatamani kuwaona wakiendelea kufanya kazi au kushika moja ya vilabu hivi vikubwa. Mimi ni Ibrahim Kasuga, yupo Nsajigwa Senior, Samuel Rashid Wakanda, tupo na maji ya kunywa Kilimanjaro pamoja na mtandao super wa Vodacom. Tunapata mapumziko mafupi, tukirejea hapa tunakuja kuendelea kupiga story zaidi kwenye ngenga za kitaa.